شهر القرآن أطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، مرحبا بكم من جديد. Karibuni tena kwa mara nyingine katika tarehe 20 ndani ya mwezi wa Ramadhani. La ilaha illa Allah. Kwa kweli 12 tumezimaliza, ilibakia ni moja. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie tulizotanguliza na atutimizie popote palipopungua ya rabbal alamin, na atupatie taufiki kuweza kuikamilisha Ramadhani kwa njia ambayo kwamba yenye kumfurahisha na yenye kumridhisha. Allahumma amin. Mpendwa mtukufu wa Kiislamu, ikiwa ni halaka ya 20 katika barnamiji yetu ya asbabu nuzuri li baadhi alayat, sababu ya kuteremshwa kwa baadhi za ayat. Tukiwa jana tumeizungumzia suratul Kafirun na tukaona sehemu ambayo kwamba yenye kufungamana na sababu nuzul, sababu ya kuteremshwa kwa sura hii, na katika mazuri ambayo kwamba yaliyozungumzwa kuhusiana na kuteremshwa kwa sura hii ni haya ambayo kwamba yaliyohifadhiwa kwa Ibn Abi Hatim katika at-Tafsir, na kwa at-Tabari katika Jami' al-Bayan, na kwa Tabarani katika al-Mu'jam as-Saghir, kutokamana na mapokezi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Asumuria Abdullah ibn Abbas anna Quraishan wa'adu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yu'tuhu malan. Al-hadith asumuria Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yakuwa Quraish walimuahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam yakuwa watampatia mali mingi kiasi kwamba awe Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye tajiri mkubwa ndani ya Makka kuwashinda wote. Walimuahidi kwamba tutakupatia ufalme, awe ni mfalme namba moja yeye zaidi ya wote ambao kwamba walikuwa matajiri katika Makka. Kisha akamwambia wayuzawijuhu ma arada min an-nisa, wakamwahidi kwamba wako tayari kumuozesha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na wale wanawake wazuri ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam atakayekumtaka taban, lakini kwa sharti. Sharti gani hilo? Sharti ni kuwa awachane na hili la kutangaza dini yake ya Kiislamu. Wakamwambia kuffa an shatmi alihatina, wachana na hili la kutukana masanamu yetu. Fala tadhkurha bisu, usiwataji masanamu yetu kwa ubaya ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamwambia fa in lam taf'al, na endapo halitowezekana hilo kutoka kwako, basi tuko na fikra moja, sisi tuko na fikra moja tutaka tukuelezee, kisha baadaye uangalie kama utaikubali ama huikubali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaulizia ma hiya, ni ipi fikra hiyo ambayo kwamba mtakuniletea? Akamwambia ta'budu alihatana sana wa na'budu ilahaka sana. Fikra yenyewe ni hii ya kuwa ushirikiane na sisi kuabudu masanamu kwa muda wa mwaka mmoja, kisha na mwaka wa pili sisi tushirikiane na wewe kumwabudu Mwenyezi Mungu. Bimaana tuzigawanye hizi ibada mbili, ibada yako tuifanye kwa muda wa mwaka mmoja, mwaka ukimalizika wewe ushirikiane na sisi tuabudu masanamu kwa muda wa mwaka mmoja. Unaonaje hilo Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hatta andhura ma yati min indi rabbi, mimi siwezi kuwajibu chochote mpaka niangalie kile ambacho kwamba kitakacho kufunuliwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fajaa alwahyu min al-lawh al-mahfudh, ukateremshwa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam awambie qul ya ayyuha al-kafirun, sema e Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuambia hao makafiri, la a'budu ma ta'budun, mimi siko tayari kuabudu mnayoabudu, wala antum aabiduna ma a'budu, mpaka mwisho wa sura. Bali asema Abdullah ibn Abbas wa anzala Allah qawlahu ta'ala qul afa ghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam neno hili lililo katika suratu Zumar, akimwambia qul, sema ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuambia hao makafiri, afa ghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun, je munaniamrisha ni muabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala enyi majahili?
Allah akamwambia mtume wake, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin, na kwa yakini umefunuliwa ewe Muhammad na umeteremshwa wahi kwako wewe na kwa wale ambao kwamba walikutangulia kabla yako wewe, ya kuwa endapo mtamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote kile, basi Mwenyezi Mungu ataziporomosha amali zenu na mtakuwa miongoni mwa wale waliopata hasara. Kisha Mwenyezi Mungu akafunga chapter akimwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam awajibu wale makafiri, akiwaambia balillaha fa'bud wa kum minash shakirin. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, bali muabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake na uwe miongoni mwa wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ahbabi alkiram, hizi ni baadhi za akhbari ambazo zilizokuja kuhusiana na kuteremshwa kwa sura hii ya Al-Kafirun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قرأ القرآن وصلى لله عز وجل. Koyama Image, sisi tunafikisha na Allah anaongoza.